kabisa, nianze kwa kumshukuru Mungu kwa baraka na rehema zake kutuwezesha kukutana leo tukiwa wazima kabisa. Pili, nitumie fursa hii kumshukuru mgeni rasmi Mheshimiwa Riziki Pembe Juma, Waziri wa Maendeleo ya Jamii, kwa kukubali kuwa mgeni rasmi kwa tukio hili. Huu ni upendo mkubwa kwetu Wanashinyanga na jumuiya yetu ya SMAUJATA kwa ujumla. Tatu, nipende kumshukuru mwenyekiti SMAUJATA Taifa, Shujaa Sospeter Msegulugu, kwa namna ya pekee juu ya maono ya kuanzisha jumuiya hii ya SMAUJATA ambayo kwa sasa tunajivunia uwepo wake nchi nzima. Mungu akubariki sana kiongozi. Pia niwashukuru mashujaa wote waliojitokeza hivi leo. Najua kuna wengine ambao walitamani kushiriki nasi lakini wameshindwa kutokana na changamoto mbalimbali. Hivyo niwashukuru wote kwa kufika na kuungana na mashujaa SMAUJATA na wanawake wenye ulemavu kwenye maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani hapa mkoani Shinyanga, ambapo tunategemea kilele chake kitakuwa mkoani Arusha Machi 8. Mheshimiwa mgeni rasmi, kwa moyo wa dhati kabisa niwapongeze waandaaji wa shughuli hii, idara ya ulemavu SMAUJATA Taifa. SMAUJATA imeona vema kuandaa maadhimisho ya wanawake na wanawake wenye ulemavu kwa lengo la kutambua mchango wa wanawake wenye ulemavu, kutoa elimu kuhusu haki zao za msingi, kuionyesha jamii kwamba wanawake wenye ulemavu wanaweza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ambazo zinaweza kuwaletea maendeleo na kuwapa kipato, kuondoa utegemezi na kupunguza ukatili wa kijinsia, ikiwemo kutelekezwa na familia zao na kufanyiwa vitendo vya kikatili kama kubakwa, kunyimwa fursa za kimaendeleo, miundombinu mibovu, ukosefu wa ajira, mitaji ya biashara, uhaba wa vifaa vya kujifunzia mashuleni, kukosa mitaji ya kibiashara. Hali hii inawarudisha nyuma katika kuchangamkia fursa za kimaendeleo. Hivyo basi, katika maadhimisho haya ya siku ya wanawake duniani kwa mwaka 2025, jamii inapaswa kutambua jitihada za mwanamke mwenye ulemavu na kuwashirikisha katika masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya taifa letu. Katika kusherehekea siku hii ya wanawake duniani yenye kauli mbiu inayosema wanawake na wasichana tuimarishe haki, usawa na uwezeshaji, kauli hii inamwelezea pia mwanamke na msichana mwenye ulemavu anapostahili kupata haki, usawa na uwezeshaji uwezeshaji sawa na wengine ndani na nje ya taifa letu. Jamii ihakikishe kuwa mwanamke mwenye ulemavu anashirikishwa kikamilifu katika nafasi mbalimbali za maendeleo ili aweze kujitegemea, lakini pia ashiriki katika nafasi mbalimbali za uongozi kama ana sifa hizo, kwa lengo la kurahisisha maendeleo binafsi na taifa kwa ujumla. Mheshimiwa mgeni rasmi, katika kulitambua hilo, SMAUJATA imeona vema kuandaa maadhimisho ya wanawake na wanawake wenye ulemavu kwa lengo la kutambua mchango wa wanawake wenye ulemavu, kutoa elimu kuhusu haki zao za msingi, kuionyesha jamii kwamba wanawake wenye ulemavu wanaweza kufanya shughuli mbalimbali za kijamii ambazo zinaweza kuwaletea maendeleo na kuwapa kipato, kuondoa utegemezi na kupunguza ukatili wa kijinsia. Wito wangu kwa wanawake wenye ulemavu ni kuchangamkia fursa mbalimbali zilizopo nchini, ikiwemo mikopo inayotolewa na serikali, mikopo ya mabenki, kujiunga kwenye vikundi kwa lengo la kusaidiana. Pia na wasili changamkeni fursa za uongozi katika nafasi mbalimbali, hususan kipindi hichi tunachoelekea katika uchaguzi mkuu. Pia nawakumbusha mwajibike katika malezi ya watoto wenu ili tuweze kujenga kizazi bora zaidi kwa maendeleo ya nchi.
Pia niwapongeze tena wadhamini wetu RUWASA, NMB, hoteli ya Liakale